Sema hapa mwenyekiti kwamba kuna changamoto ya mabadiliko ya sheria na kutokupata nafasi ya kuweza kupewa elimu juu ya sheria mbalimbali. Hilo tunalichukua na tutajitahidi kwamba kila sheria ama kanuni au kila mnachohitaji mkija kwetu mwenyekiti tutawapatia. Hilo tunatoa fursa katika hilo. Ndugu washiriki, tume ya uchaguzi katika kuhakikisha kwamba ina mahusiano mazuri na wadau wa habari katika kutekeleza majukumu yake imetayarisha hatua zifuatazo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hatua ya kwanza, itaandaa mafunzo maalum kuwajengea uwezo wahariri, waandishi wa habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuhusiana na kuripoti taarifa za uchaguzi wa mwaka huu 2025. Lakini la pili, tume itatoa vitambulisho maalum kwa waandishi wa habari wanaotaka kuripoti masuala ya uchaguzi baada ya kuthibitishwa na idara ya habari maelezo. Lakini cha tatu, tume itatoa mialiko mbalimbali kwa waandishi wa habari ili kuripoti shughuli mbalimbali zinazoendeshwa na tume. Lakini la nne, tume imefungua mlango wa kufikiwa na wadau mbalimbali wa habari wanapohitaji ufafanuzi wa taarifa. Baadhi ya wakati waandishi wa habari wanaripoti taarifa ambazo hazikuwa balance. Sisi tutapokea simu, sisi ukija ofisini tutakupokea, lakini lengo ni kuwaelimisha wananchi nini wanapaswa wakisikie, lakini katika masikio hayo yenye kuonyesha usawa kwa kitu ambacho wanakisikia. Aidha, katika kipindi cha hivi karibuni imetokea baadhi ya vyombo vya habari kuitisha mijadala ambayo inahusu masuala ya uchaguzi bila ya kuwepo wataalamu wa tume ya uchaguzi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali, jambo ambalo wahusika wa mjadala hiyo hawana majibu sahihi juu ya masuala ya uchaguzi na kupelekea wananchi kuwaweka njia panda, jambo ambalo ni kosa kisheria. Hivyo na waomba waandishi wa habari wanapotaka kuleta mijadala katika vyombo vyao vya habari inayohusu masuala ya uchaguzi, ni vyema kuwasiliana na tume ili kuwaletea afisa ambaye ataweza kutoa majibu juu ya masuala ambayo yanaulizwa katika vipindi mbalimbali.